Wageni, karibuni sana. Karibu sana wanafunzi wa Pugu. Awali nimesema sisi sote ni wanafunzi, tumetoka huko mlikotoka miaka ya nyuma kidogo. Mambo yote mnayokutana nayo, mnayoyapitia, tumekutana nayo, na tulikutana na changamoto nyingi zaidi, kubwa kuliko hizo, lakini tumevuka. Tuko hapa leo hii, mnasoma, ni watoto wadogo. Kesho mtakuja kuwa kama sisi. Mshikeni sana elimu, simwache aende zake. Elimu ni jambo la muhimu zaidi kulishika. Ukiwa mlokole huna elimu, utapata shida utakapofika hapa. Lazima uwe na elimu ya dunia na elimu ya kimungu, itakusaidia. Karibuni sana. Pia karibu tumishi wa Mungu. Mechanganya jamani, unajua mambo mengi kweli. Rawini Frida ni rafiki yangu wa muda mrefu, na dada Veronica naye ni rafiki yangu wa muda mrefu. Mungu akubariki shemasi wa kanisa kwa shughuli zote ulizozifanya. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki mwenyekiti wa wainjilisti. Mwenyekiti wa wainjilisti, simama utupungie mkono. Unge mkono kidogo. Jamani, yule ndo mwenyekiti wetu wa wainjilisti. Ubiri injili tu, kuhakikisha hili kanisa linajaa. Shemasi Mrs. Omari, Mungu akubariki. Shemasi wetu Pendo, Mungu akubariki. Katibu wetu wa kanisa Omari, salimia watu wa kupunga mkono. Mungu akubariki sana. Jamani, huyo ndio katibu wetu wa kanisa, kiongozi wetu wa kanisa, na wengine ambao sijawataja. Shemasi wetu Yusufu leo ni mwenyekiti wa vyombo, lakini amekaa mbali sana na vyombo. Mungu awabariki sana. Karibuni sana. Ili kanisa letu tunamwabudu Mungu katika roho na kweli. Kanisa letu linaitwa Safina Assemblies of God. Tunaendelea na ujenzi. Nadhani mkija msimu ujao mtakuta tumekamilisha ujenzi. Karibuni sana. Basi kwa kuokoa muda, tutakwenda kujifunza somo letu lingine la 3. Siku mkija tutakuwa na dakika 5 za mahubiri. Wanafunzi 10 mtahubiri, 5 minutes of gospel. Dakika 5, wanafunzi 10 mujiandae kuhubiri. Ni kiongozi wetu timetable, awe makini. Zikifika dakika 5 unanyang'anywa maiki, kwa sababu tunatakiwa tuhubiri kwa muda. Kichwa chetu cha somo kinasema kusamehe hufungua njia, au msamaha hufungua njia. Baba yetu Mungu uliye mbinguni, watoto wako wameketi sasa, wanahitaji kula na kunywa. Naomba nguvu zako zikawe katika neno lako hili ulilolikusudia tena mchana wa leo. Watoto wako wana njaa, wanahitaji kula. Baba, naomba uwape chakula. Neno lako ni chakula kitoka juu, kikawasaidie wakakile, wakashibe, wakatembee, wakapata nguvu za kutembea katika ulimwengu wa roho, wakapata nguvu za kushinda, wakapata nguvu za kuvuka. Wanahitaji kuvuka, wana nguvu. Kawape nguvu kupitia neno lako ulilolikusudia kwenye madhabahu hii, katika jina la Yesu Kristo. Na ukaachilia uwepo wako, watoto wako wakakutane nao katika jina la Yesu, amen. Kichwa cha somo kinasema kusamehe kunafungua njia. Kusamehe kunafungua njia.
msamaha. Ili uweze kufanikiwa, lazima moyo wako uwe na msamaha. Duniani tunakutana na mambo mengi yanayotusumbua, yanayotukwaza, lakini msamaha ni jambo la muhimu sana katika hii safari ya kwenda mbinguni. Kuwasamehe watu ni jambo la muhimu sana. Tutakwenda kusoma kitabu cha Luka 23 mstari wa 34. Luka 23 mstari wa 34. Biblia inasema, Yesu akasema, Baba, wasamehe kwa kuwa hawajui walitendalo. Wakagawana mavazi yake, wakapiga kura. Wakasimama wakatazamana. Wale wakuu nao walikuwa wakimfanyia mzaha, wakisema, aliokoa wengine na ajiokoe mwenyewe, kama ndiye Kristo wa Mungu, mteule wake. Haleluya. Tunaona katika safari ya Yesu alipokuwa hapa duniani, walipokuwa wamemfanyia ziaka nyingi sana Yesu, Biblia inasema wakamfanyia ziaka, wakamkejeli, wakamkashifu kwa kashfa nyingi, wakamtemea na mate. Lakini yeye Yesu akasema, wasamehe watu hao kwa kuwa hawajui walitendalo. Kwa nini Yesu alisamehe? Kwa nini Yesu aliwasamehe maadui? Aliwasamehe tunaona Yesu alipokuwa anaelekea pale msalabani, mbele yake kulikuwa na mambo magumu. Kwa akili ya kibinadamu, yale mambo yalikuwa hayawezekani kufunguka. Kwa akili ya kibinadamu, yale mambo yalikuwa hayawezekani kuyashinda. Yalikuwa ni magumu. Alitumia maombi yake hayakuweza kumsaidia wakati ule, kwa sababu moyo wa Yesu ulikuwa na uchungu na ghadhabu nyingi. Tunaona Yesu anasema kwamba alipokuwa pale Gethsemane, anasema uchungu ulivyozidi kuwa mkubwa, jasho lilimtoka likageuka kuwa damu. Jasho, uchungu ulikuwa umemjaa ndani, lakini ule uchungu haukuweza kumsaidia. Haleluya, haleluya. Haukuweza kumsaidia. Tunaona Yesu anasema ombi lake la mwisho, anasema uwasamehe hawa kwa kuwa hawajui walitendalo. Kuna wakati dunia inaweza ikakukataa. Kuna wakati wale uliowapa chakula wanaweza kukukataa. Kuna wakati wale uliowasaidia watakataa kukusaidia. Kuna wakati hata watoto wako wanaweza wakakugeuka wasikusaidie. Kuna wakati hata mke wako anaweza akakugeuka akawa adui yako. Kuna wakati hata mume wako anaweza akakugeuka akawa adui yako. Hata mama yako anaweza akakugeuka akawa adui yako. Yule uliyempenda sana akageuka akawa adui yako. Mchana wa leo
neno la Mungu linasema msamaha hufungua njia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tunaona Yesu akasema, Mungu wasamehe hawa wanaonidharau leo, wasamehe. Wanaoniona mimi sio kitu, wasamehe. Kwenye maisha inatakiwa uwasamehe watu. Msamaha Mungu ndio anaotaka. Hahitaji jaziba ndani ya moyo wako, hahitaji vita ndani ya moyo wako, hahitaji kulipiza kisasi kwa maadui zako. Anataka usamehe maadui zako. Haleluya, haleluya, haleluya. Hata katika hali ngumu wasamehe hao maadui zako waliokutesa kwa muda mrefu, wasamehe. Mchana wa leo neno la Kristo limetujia kwamba tuwasamehe wale waliotuasi. Ili Mungu aweze kutujibu mchana wa leo, lazima tuwasamehe hao, tusiwaweke moyoni, tuwasamehe. Ili kanisa letu liweze kukua, lazima tuwasamehe waliotutendea mabaya. Haleluya, haleluya. Tuwasamehe waliotutendea mabaya. Msamaha una gharama, lazima tuwasamehe, lazima tulipe hizo gharama. Ufalme wa mbinguni ni mgumu kuingia. Neno msamaha ni rahisi kulitamka, ni gumu kulitenda. Tunahitaji kuwasamehe watu kutoka ndani ya moyo. Ili tuwe na misuli ya imani, lazima tuwasamehe watu. Haleluya, 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 haleluya. Yesu alimkataa wale aliowapa chakula, aliowapa samaki, aliowapa na fedha, aliowaponya na magonjwa. Walikuwa wanaumwa kansa, Yesu akawaponya. Wakamgeuka, wakamziaki, wakamvua na nguo, wakampanika na viboko, lakini aliwasamehe. Haleluya, 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 haleluya. Alipojua Israeli kwamba ukisamehe ndipo Mungu anasikia, hakusikia maombi yake. Alipomlia pale msalabani, hakumsikia. Japo alikuwa ni mwana wa Mungu, hakumsikia. Lakini Biblia inasema alipowasamehe, akasema, Baba, naomba uwasamehe hawa, uwasamehe hawa wanaonitenda mabaya, wanaonitenda mabaya. Wasamehe maadui zako mchana wa leo, ili Mungu atende kazi pamoja na wewe. Wasamehe ili Mungu aweze kuachilia mbingu ndani yako, lazima uwasamehe. Wasamehe wanaokusema vibaya, sio kwamba hujasikia maneno yao. Wasamehe, wape na chakula. Haleluya, haleluya, wape chakula. Usiwabebe kwenye moyo wako. Ili maisha yako Mungu aweze kutembea na wewe, lazima uwasamehe. Haleluya. Tunamwona baba yetu wa imani Abraham alimsamehe Lutu, japo Lutu alimtendea vibaya. Abraham hakuhesabu mabaya ya Lutu. Aliposikia Lutu amekosea, ametekwa, Abraham alituma jeshi lake, akaenda kumwokoa Abrahamu. Usiwalaani wanaokulani. Biblia inasema wabariki wanaokulani, wabariki, waombee mema wanaokulani. Haleluya, haleluya. Biblia inasema kisasi ni juu ya Bwana. Usiwalipe maadui zako kisasi, usiwalipe maadui zako kisasi. Bwana ndiye atakayewalipa maadui zako kisasi. Haleluya, haleluya, haleluya. Msamaha unafungua njia. Amen. Msamaha unafungua njia.
msamaha utajaza uchungu moyoni. Usipokuwa na msamaha huwezi ukawabeba watu. Usipokuwa na msamaha hautaweza kwenda mbinguni. Usipokuwa na msamaha, usijaze uchungu kwenye moyo wako, moyo wako utapasuka. Usijaze uchungu, usijaze chuki, usijaze hasira, usijaze roho mbaya. Mchana wa leo achilia roho mbaya kwenye moyo wako. Mchana wa leo achilia hisia. Hisia ni mbaya, unahisi watu vibaya. Ondoa hisia kwenye moyo wako ili Mungu atembee na wewe. Lazima uondoe hisia ili Mungu atembee na wewe. Lazima moyo wako ujae upendo, ujae nguvu za Mungu. Mahali palipokuwa na nguvu za Mungu pana msamaha halisi, pana toba halisi, pana uwepo wa Mungu. Penye msamaha, wasamehe maadui zako, usiwahesabie makosa, usiwahesabie makosa maadui zako. Wapende, wape na chakula. Haleluya, haleluya, haleluya. Hata kama umesikia mabaya wanakusema wasamehe. Hata kama umesikia wanataka kukuua, wapende. Tunamwona Daudi alimpenda sana mfalme, alimpenda sana mfalme. Daudi alitendewa vibaya, lakini Daudi alimtendea mema. Haleluya, haleluya, haleluya. Daudi akamfuata Sauli, akamwambia Sauli, mbona unanichukia bure? Mimi na moyo wangu nakupenda. Sauli hakumpenda Daudi, lakini Daudi kwa kuwa alimjua Mungu akaachilia kuhesabu kuchukiwa, akampenda. Wapendeni adui zenu, msiwaombee mabaya. Wapendeni adui zenu mchana wa leo. Kuwapenda maadui zenu, Mungu, hapo ndipo Mungu atakapo wainua mchana wa leo, atakapokuponya na magonjwa. Kuna mengine umeomba muda mrefu hayajafunguliwa kwa sababu umejaza chuki ndani ya moyo wako. Inawezekana Mungu amepiga watoto wako, umewaombea watoto wako muda mrefu, Mungu hajasikia maombi yako kwa sababu umejaza mabovu ndani ya moyo wako. Achilia hayo mabovu yaliyoko ndani ya moyo wako. Achilia vitu vinavyokutesa Baba, havitakusaidia. Hayo majungu na vita na masengenyo na maneno uliyoyasikia hayatakusaidia. Mbebe Yesu mchana wa leo. Yesu ndiye atakaye kusaidia. Yesu ndiye atakaye kutoka, atakaye kubeba, atakaye kusaidia. Wezi ukapambana na maneno. Maneno yanaweza kafarakanisha, maneno yanaweza kakurudisha nyuma. Mbebe Yesu ndani ya moyo wako mchana wa leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia anasema msamaha hufungua njia. Msamaha hufungua njia. Msamaha hufungua njia. Yesu akasema, wasamehe watu hawa kwa maana hawajui walitendalo. Amen. Wasamehe watu hawa kwa maana hawajui walitendalo. Alipozungumza hayo maneno Yesu pale msalabani, Biblia inasema pazia la hekalu likapasuka vipande viwili. Waliokuwa hawawezi kuingia hekaluni wakaanza kuingia hekaluni. Yaliyokuwa yawezekani yakaanza kuwezekana. Ukisamehe, Mungu anaingilia kati vita yako. Mungu akaingilia kati vita ya Yesu. Yale yaliyokuwa magumu kwa wanadamu, waliokuwa hawawezi kuingia hekaluni wakaanza kuingia hekaluni, wakaanza kuponya magonjwa bure. Walikuwa hawapelekewi tena na kuhani, wao wenyewe walikuwa ni makuhani. Ukisamehe, milango itafunguka kwenye maisha yako.
Zile biashara ulizokuwa huwezi kuzifanya utaanza kuzifanya. Yale magonjwa yaliyokuwa magumu kwako yataanza kutoka, kwa sababu pazia la hekalu litakuwa limepasuka. Kuna mengine umeyafungia, kuna mengine umeyajaza kwenye moyo, yamekuwa mengi, yamekuwa kama volcano, yanatafuta sehemu ya kuchokea, hayapaoni, kwa sababu yamekuwa kama volcano tu ndani ya moyo wako. Lakini Yesu aliposamehe, pazia la hekalu likapasuka. Yaliyokuwa yawezekani yakaanza kuwezekana, yaliyokuwa ni magumu Mungu akaanza kuingilia kati. Amen. Akaanza kuingilia kati. Lazima usamehe ili Mungu atende kazi pamoja na wewe. Lazima ujaze moyo wa toba kwenye maisha yako. Nabii habari za kusamehe mchana wa leo. Usiwabebe watu moyoni mwako, watakuwa braza, watakuwa. Wanadamu ni wabaya, watakuwa. Wanadamu ni mabaya sana. Maneno yao yanachoma kama mshale. Maneno yao ni zaidi ya mabomu ya Marekani. Maneno yao ni zaidi ya mabomu ya Irani. Maneno yao ni zaidi ya mabomu ya Israeli, ni zaidi ya mabomu ya nyuklia. Lakini ukimbeba Yesu moyoni, atayazuia hayo maneno, atazuia hayo mabomu, atazuia atakapokuwa anakuja kukushambulia. Yesu atayatoa. Yesu atakuwa gadi yako. Yesu atakuwa moto wako. Ataziharibu hizo silaha. Haleluya, haleluya. Anayekusanya usisamehe ni shetani. Shetani ndiye anayekwambia usimsamehe huyu kwa hili kosa aliyokutendea, alipasi kusamehewa. Lakini mchana wa leo neno linasema samehe, wasamehe. Hakuna aliyokuwa gumu kwa Mungu. Mungu ana malaika wa Bwana anamwambia Mariamu Magdalena ya kwamba hakuna iliyokuwa gumu kwake. Hakuna kosa kwa Mungu iliyokuwa gumu. Wasamehe wapende. Kuna wakati mchache wa kuishi hapa duniani. Imebakia sekunde moja ya mimi kuishi hapa duniani. Imebakia sekunde moja wewe ya kuishi hapa duniani. Wasamehe, wasamehe. Wasamehe mawifi zako, samehe mashemeji zako, samehe wako zako. Usiwaweke moyoni, usiwaweke moyoni eti wanakusema vibaya. Hizo ni silaha za shetani, zinataka kukurudisha nyuma. Ziachilie, zitakusaidia. Ziachilie hiyo miungu, achilia hiyo mikuki. Chomoa mshale uliokuchoma, chomoa, songa mbele. Haleluya, haleluya, haleluya. Wasamehe, wasamehe, wapende. Hiyo ni roho ya Mungu. Kuwapenda maadui zako ni roho ya Mungu. Haleluya, haleluya. Kuwapenda maadui zako ni roho ya Mungu. Umeyasikia maneno waliokusema. Una ushahidi kabisa kwa yale waliokusema. Una ushahidi wa message, una ushahidi wa watu kwa yale waliokusema. Ni kweli wamekusema, lakini ndoto inapingwa. Walikuwa wanaipinga ndoto yako. Ili ndoto iwe ndoto inapingwa, ili ndoto yako itimilike. Mafanikio ni vita mother, mafanikio ni vita sister. Usifikiri ya kwamba utafanikiwa tu hivi hivi. Lazima upingwe, lazima upitishe kwenye moto. Haleluya. Usiogope kutokusamehe. Uko kwenye tanuru la moto. Wasamehe, utateketea pasipo kusamehe. Maneno yanaweza yakakuteketeza kwenye moto. Wewe ni kama Danieli, wewe ni kama Shadraka, Meshaki na Abednego. Hawakutazama moto, walimtazama Kristo aliyoko ndani yao. Usiyatazame maneno, mtazame Kristo. Songa mbele. Usitazame ule moto, atazame Kristo.
wape chakula, wape na maji, wape na malazi, wape na nguo, wape na sehemu ya kulala. Usiwachukie na adui zako, wapende. Ukiwapenda mali zako, nafsi waposa ya kuangamiza. Nakwenda kumaliza. Takwenda kuandika kitabu cha Mathayo. Naandika Mathayo 18:21 mpaka 22. Tutakwenda kuandika kitabu cha Kolosai 3 mstari wa 13. Tutakwenda kusimama na kitabu cha Matendo ya Mitume 7 mstari wa 54. Mstari wa 54. Mungu awabariki sana watumishi wa Mungu. Mchungaji wenu nawapenda sana. Awapenda sana na wapenda sana. Amina. Tuendelee kuifanya kazi ya Mungu. Tuna muda mchache sana wa kuishi hapa duniani. Tuendelee kuifanya kazi ya Mungu. Kweli magumu yapo kwa sababu tumevaa mwili, lakini haina haja kusonga mbele. Biblia inasema kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume 7 mstari wa 54. Biblia inasema basi waliposikia maneno haya wakachomwa mioyo, wakamsagia meno. Lakini yeye akijaa Roho Mtakatifu akakaza macho yake, akatazama mbinguni, akaona utukufu wa Mungu na Yesu akisimama upande wa mkono wa kuume wa Mungu. Akasema, tazama, naona mbingu zimefunguka na Mwana wa Adamu amesimama mkono wa kuume wa Mungu. Wakapiga kelele kwa sauti kuu, wakaziba masikio yao, wakamrukia kwa nia moja, wakamtoa nje ya mji, wakampiga kwa mawe. Nao mashahidi wakaweka nguo zao miguuni pa kijana mmoja aitwaye Sauli, wakampiga kwa mawe. Akaomba akasema, Bwana Yesu, pokea roho yangu. Akapiga magoti akalia kwa sauti kuu, Bwana, usiwahesabie dhambi hii. Akiisha kusema hayo akalala. Haleluya. Tunasoma habari za Stefano. Tunamalizia habari za Stefano. Stefano, kama mnavyomjua, alipopigwa mawe hakuyaokota mawe kuwarudishia. Alipopigwa mawe akamwambia Mungu, wasamehe hawa kwa sababu hawajui wanitendalo. Usishindane na watu wenye dhambi. Wenye dhambi dawa yao ni kuwasamehe. Usishindane na mjinga, na wewe utakuwa mjinga. Biblia inasema ukiambatana na mtu mwenye hekima, na wewe utakuwa mwenye hekima. Na ukiambatana na mtu mjinga, na wewe utakuwa mjinga. Tunaona Stefano alipopigwa mawe aliendelea kumshukuru Mungu, kwa sababu walikuwa wampigi mawe Stefano, walikuwa wanaipiga nyota, walikuwa wanapiga ndoto ya Stefano. Stefano aliposema, Baba, naomba uwasamehe hawa kwa kuwa wajui walitendalo, ndipo aliona Mungu amesimama mbele yake, amesimama mkono wa kuume mbele yake kuipokea roho yake. Ili Mungu aweze kutusaidia, lazima tuweze kuwasamehe maadui zetu. Inawezekana mawe unayopigwa ni makubwa. Inawezekana mawe unayopigwa hukustahili kupigwa.
Haleluya, haleluya, haleluya. Tumefikia mwisho wa somo letu. Tumefikia mwisho wa somo letu. Tumefikia mwisho wa somo letu. Lakini Biblia inasema ya kwamba faida za kusamehe. Kusamehe kunaondoa presha. Inawezekana una presha ya muda mrefu imejaa ndani ya moyo wako kwa sababu hujasamehe. Inawezekana una kansa ya moyo kwa sababu ya mshale wa kuto kusamehe. Inawezekana una kisukari, una vidonda vya tumbo vinakula utumbo wako, ni kwa sababu ya chembe za hasira zinakutafuna. Hasira ni pepo, inatakiwa uliache kwa njia ya kusamehe. Wasamehe ili presha iondoke, inakubidi usamehe. Ili kansa iondoke, inakubidi usamehe. Ili uweze kutimiliza ndoto yako, inakubidi usamehe. Maneno mengi yatakuchanganya. Anasema toeni wizi mingi umpoteza mbwa elewe. Kale nyingi zinakuchanganya. Yale ambayo hujayatenda wanasema umeyatenda. Wanasema umeyatenda. Hutawahi kuiba, wanasema wewe ni mwizi. Hutawahi kusengenya, wanasema umesengenya. Hutawahi kufanya chochote, wanasema umefanya chochote. Yote hayo yatakusaidia. Songa mbele na Yesu. Mchana wa leo, kanisa la Mungu, songeni mbele na Yesu. Msiangalie maneno. Maneno mabovu yanatoka kwa shetani. Maneno ni mipango ya shetani. Wanaokaa kukujadili hao ni maajenti, wametumwa na shetani, wako upande wa shetani. Usijibizane nao. Songa mbele na Yesu. Hali ni ngumu, lakini songa mbele. Wamesema vibaya, lakini wamesonga mbele. Wamekukatia tamaa, lakini wamesonga mbele. Haleluya, haleluya. Naomba tusimame kwa ajili ya maombi. Mchana wa leo. Tusimame kwa ajili ya maombi. Kuna maneno umeyasikia katika ulimwengu wa roho. Kuna maneno umeyasikia ambayo watu wanakusema. Maneno yamefanyika kama ukuta mbele ya maisha yako. Huwezi kuweza kushinda kwa sababu yamefanyika kama ukuta. Wakuu wa giza wameyashika yale maneno, wameyafunga. Imefanyika kama pingu. Huwezi ukafanikiwa kwa sababu wakuu wa giza wamesema usifanikiwe. Huwezi ukafanya chochote kwa sababu ulimwengu wa giza umesema, na maneno yale yaliyosemwa, mapepo yameyatendea kazi, yamefungwa. Wamesema utafaulu masomo yako, wamesema ndoa yako haitatulia, wamesema maisha yako hayatatulia. Walisema wakuu wa giza, mapepo yakayatendea kazi, yakayagongelea mwili yale maneno. Mchana wa leo tunakwenda kuyafuta maneno yaliyosemwa na wakuu wa giza. Haijalishi yamesemwa na wakuu wa giza, hata kama baba yako alisimama upande wa giza, ni adui. Tunakwenda kuyafuta maneno yao. Maneno yaliyosemwa na wachawi, maneno yaliyosemwa na makuhani wa kishetani, maneno yaliyosemwa na watu mbalimbali, maneno yaliyosemwa na majirani zako, tunakwenda kuyafuta. Tutaingia ndani ya dakika chache kwenda kuyafuta haya maneno. Naomba uomba kama utaomba tena. Biblia inasema nao wakamshinda shetani kwa damu ya mwana kondoo. Baba, katika jina la Yesu Kristo na Nazareti aliye hai, ninafuta maneno mabaya yaliyosemwa juu ya washirika hawa. Ninafuta haya maneno yaliyosemwa juu ya watumishi hawa. Ninafuta hayo maneno yaliyosemwa na kondoo hawa. Ninafuta hayo maneno katika jina la Yesu Kristo. Ninafuta hayo maneno katika damu ya mwana kondoo. Ninasimama kinyume na maneno ya kishetani. Ninasimama kinyume na maneno ya kishetani. Ninafuta kwa moto. 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 Ninafuta maneno yaliyosemwa na wakala, yaliyosemwa na wachawi, yaliyosemwa na wachawi, yaliyosemwa na wakurupuza. Ninafuta maneno. Ninafuta hayo maneno. Ninafuta hayo maneno kwa jina la Yesu. Ninafuta
hayo maneno waliosema sasa roho, futa hayo maneno, futa hayo maneno, futa hayo maneno kwa jina la Yesu, 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 futa hayo maneno, futa hayo maneno, futa hayo maneno, futa hayo maneno. Simama kwa huduma yako, simama kwa huduma yako, simama kwenye huduma yako, futa hayo maneno, futa hayo maneno, futa hayo maneno, futa hayo maneno kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, futa hayo maneno, futa hayo maneno, futa hayo maneno, futa hayo maneno kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu.